أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin ayyadahullahu ta'ala bin Nasrihil Aziz anasema, katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza kumbukumbu za Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, na sehemu yake kadogo ilikuwa imebaki ambayo nitaieleza leo. Hazrat Abdurrahman bin Auf alikuwa na mahusiano ya kiurafiki na Umayya bin Khalf ya muda mrefu. Kuhusiana na hilo lipo tukio moja ndefu ambalo limeelezwa katika Sahih Bukhari. Hazrat Abdurrahman bin Auf anasimulia ya kwamba nilimuindikia Umayya bin Khalf barua ya kwamba yeye azilinde mali na jaidadi yangu za Makka, nami nitazilinda mali na vitu vyake huko Madina. Nilipoandika jina langu la Abdurrahman, Umayya akasema, mimi simjui Abdurrahman, hivyo niendikie jina lako lile ulilokuwa nalo katika zama za ujahiliya. Abdurrahman anasema kwamba hapo nikaandika jina langu kama Abde Amr. Alipokuwa katika vita vya Badr, nikaelekea upande wa mlima mmoja ilhali watu walikuwa wameshalala ili nimlinde. Hapo Bilal akamwona maeneo fulani, ndipo akawaendea Maansar na akasema ya kwamba huyu ni Umayya bin Khalf, ikiwa akifanikiwa kujiokoa leo basi sitapata kheri. Hapo baadhi ya watu wa Bilal wakatufuata. Kwani Abdurrahman alikuwa ametoka ili aweze kumwokoa na kumsalimisha Umayya. Abdurrahman anasema kwamba mimi niliogopa ya kwamba wasije wakatukamata, hivyo nikamwacha mwana wake huko nyuma ili yeye abaki nyuma na watu hawa waendelee kupigana naye na sisi tupate nafasi ya kwenda mbele na nimpeleke Umayya katika maeneo yenye usalama. Lakini wao wakaamua mwana wake na hawakuniacha nifanikiwe katika mpango wangu, na wakaja nyuma yetu. Kwa kuwa Umayya alikuwa mtu mnene, hivyo hakuweza kujificha kwa haraka. Walipotukamata nilimwambia Umayya akae chini, ye akakaa
mimi nikajifanya niwe juu yake ili niweze kumwokoa, lakini watu wale wakaingiza panga zao kutoka chini na wakamchoma mwilini mwake hadi wakamua, na kwa sababu ya upanga wa mtu mmoja hata mguu wangu pia ukaumia. Katika kitabu cha historia ya Tabri maelezo ya tukio hilo yameelezwa hivi. Hazrat Abdurrahman bin Auf anasimulia ya kwamba Umayya bin Khalf alikuwa rafiki yangu mjini Makka. Wakati huo nilikuwa naitwa Abde Amr. Niliposilimu mjini Makka nikapewa jina la Abdurrahman. Kisha kila alipokuwa akikutana nami alikuwa akisema, ewe Abde Amr, je, unaepukana na jina ulilopewa na baba yako? Nilikuwa nasema ndiyo. Hapo alikuwa akisema, lakini mimi simjui Rahman, ni vyema ulipendekeze jina jingine ambalo nitakuita nalo, kwani kwa jina lako la zamani hunijibu, na jina ambalo silijui sitakuita nalo. Hata Abdurrahman bin Auf anasema ya kwamba yeye alipokuwa akiniita kwa jina la Abde Amr nilikuwa simjibu. Nikasema, ewe Abu Ali, kuhusiana na hilo upendekeze lolote. Yeye akasema, sawa, basi jina lako Abde Ilah litakuwa zuri. Nikasema sawa. Hivyo baadaye kila tulipokuwa tukikutana yeye alikuwa akiniita kwa jina la Abde Ilah, nami nilikuwa na mjibu na kuongea naye hadi siku ya Badr ikaja. Nikapita karibu na Umayya. Yeye alikuwa akisimama kwa kushika mkono wa mwana wake Ali bin Umayya. Nilikuwa na mavazi ya chuma niliyokuwa nimeyapata na nilikuwa naenda nayo. Yeye akaniona na kuniita akisema, ewe Abde Amr. Sikumjibu lolote. Ndipo akasema, ewe Abde Ilah. Nikasema ndiyo, wasemaje? Akasema, je, katika macho yako mimi si bora zaidi kuliko mavazi haya ya chuma unayoenda nayo? Nikasema, kama ni hivi basi uje. Nikayatupa yale mavazi ya chuma kule kule kwa ajili ya kumhifadhi, na nikashika mkono wake na mkono wa mwana wake Ali. Yeye akasema, siku kama ya leo sijawahi kuiona maishani. Abdurrahman anasema ya kwamba nikafuatana nao. Nilikuwa nimeshika mikono ya baba na mwanaye na nilikuwa naenda mbele. Ndipo Umayya akaniuliza ya kwamba, ewe Abde Ilah, ni nani huyu kati yenu ambaye alama ya bawa la mbuni ilikuwa juu ya kifua chake? Nikasema, huyo ni Hamza bin Abdul Muttalib. Yeye akasema, hali hii tuliyoifikia ni kwa sababu yake yeye tu. Abdurrahman anasema, nilikuwa naenda pamoja nao, ndipo Bilal akamwona pamoja nami. Umayya huyo ndiye aliyekuwa anamtesa Bilal katika Makka ili yeye aiache Islam. Yeye alikuwa anampeleka kwenye mlima wa Makka, na mlima ule ulipokuwa ukipata joto kali alikuwa akimlaza juu yake. Kisha alikuwa akitoa amri kwamba jiwe kubwa liwekwe juu ya kifua chake, na kisha alikuwa akisema kwamba maadamu hutaacha dini ya Muhammad utaendelea kupata adhabu hii. Lakini licha ya kupata adhabu hiyo, Bilal alikuwa akisema ahad ahad, yani Mungu ni mmoja tu. Hivyo sasa pale Bilal alipomwona Umayya akasema kwamba Umayya bin Khalf ni mkuu wa kufuru. Leo akijiokoa huyo basi nisipate wokovu. Hazrat Abdurrahman bin Auf akasema, ewe Bilal, hawa wawili ni watumwa wangu. Bilal akasema tena kwamba ikiwa akijisalimisha leo basi nisipate wokovu.
hata abdurrahman akasema, ewe ibn sauda, je unasikia? Bilal akasema tena ya kwamba nisipate wokovu ikiwa akisalimika leo. kisha hata bilal akasema kwa sauti ya juu kwamba, eni maansar wa Mungu, huyu ni mkuu wa makafiri Umayya bin Khalf. Ikiwa akijiokoa leo, basi mimi niangamie. Kutokana na sauti yake hiyo, watu wakatuzunguka kutoka pande zote na wakatukamata. Nikaanza kumwokoa. Mtu mmoja akamvamia mwanaye kwa upanga, naye akaanguka. Wakati huo Umayya akapiga kelele sana. Nikawaambia wakimbie, lakini hawakuweza kukimbia. Nikasema, naapa kwa Mungu siwezi kukusaidia. Ndipo washambuliaji wakawashambulia kwa panga zao hadi wakawaua. Abdurrahman bin Auf alikuwa anasema, Mwenyezi Mungu amrehemu Bilal, mavazi yale ya chuma pia yalinipotea na watumwa wangu pia aliwanyang'anya kutoka kwangu kwa nguvu. Hata Abdurrahman bin Auf alishiriki katika vita vya Uhud. Siku ya vita vya Uhud, pale watu walipotawanika, hata Abdurrahman bin Auf akasimama kidete pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika siku ya Uhud, hata Abdurrahman bin Auf akapata majeraha 21 na akapata jeraha kwenye mguu wake lilomfanya atembee kwa kuchechemea, na meno yake mawili ya mbele pia yakavunjika. Hazrat Ibn Umar anasimulia, mwezi wa Shaban mwaka wa 6 Hijria, Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya uongozi wa Hazrat Abdurrahman bin Auf aliwatuma watu 700 waelekee Domatul Jandal. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wake wenye baraka akamfungia kilemba cheusi juu ya kichwa chake, ambacho sehemu yake ya mwisho akaiweka katikati ya mabega yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Abu Muhammad, nimepata habari za kutisha kutoka Domatul Jandal, ambako jeshi moja linajiandaa ili liishambulie Madina. Wewe utoke uelekea huko kwa ajili ya kupigania jihadi katika njia ya Allah. Mujahidina 700 wataenda pamoja nawe. Ukifika Domatul Jandal, basi kwanza umuite mkuu wao na kabila lake Kalb ili wakubali Islam. Lakini ikiwa mkilazimika kupigana vita, basi uangalie msije mkamdanganya mtu, na msifanye hiana wala msivunje ahadi, na msiwaue watoto na wanawake, na muifanye dunia hii ipate kusalimika na waasi wa Mungu. Pamoja na kuzingatia mambo hayo, masharti hayo, mna ruhusa ya kupigana vita. Hivyo hata Abdurrahman bin Auf akawasili Doma, na kwa siku 3 akaendelea kuwahubiri Islam. Wao kwa siku 3 wakaendelea kukataa. Kisha Asbagh bin Amr Kalbi, ambaye alikuwa Mkristo na ndiye aliyekuwa kiongozi wao, akakubali Islam. Hata Abdurrahman bin Auf akamuindikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mambo yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inabidi ufunge ndoa na Tumazir aliyekuwa binti wa kiongozi huyo. Hata Abdurrahman bin Auf akamoa na akarejea Madina pamoja naye. Katika siku za baadaye, Tumazir akaitwa Umme Abu Salama. Umar bin Abdulaziz anaeleza ya kwamba katika mwaka wa 14 wa Hijria, wakati wa vita vya Jisr, Hazrat Umar alipopata taarifa ya shahada ya Hazrat Abu Ubaid bin Masud radhiyallahu anhu, Khalifa mtukufu anasema kwamba kuhusu vita vya Jisr imekwisha elezwa hapo kabla, ambapo tembo mmoja wa Waajemi alikuwa amemkanyaga. Hivyo alipopata taarifa yake na akapata kujua ya kwamba watu wa Faris wamemtafuta mtu mmoja kutoka watu wa Kisra na wamemfanya kuwa mfalme wao, basi Hazrat Umar akawaita Muhajirina na Maansar kwa ajili ya jihadi, na wakatoka Madina na wakalifikia eneo la Sirar. Sirar ni jina la mlima mmoja wa Madina, na mlima huo unapatikana umbali wa maili 3 kutoka Madina katika njia iendayo Iraq. Hivyo
hat umar akasimama kule na akamtuma hat talha bin ubaidullah ili aende mbele na afike ahfas na akamteua hat abdurrahman bin auf juu ya kona ya kulia ya jeshi na juu ya kona ya kushoto ya jeshi akamteua zubair bin awam na alikuwa amemteua hat ali kama kaimu wake huko madina. hat umar radhiyallahu anhu akashauriana na watu wote wakamshauri ili aende faris. Khalifa mtukufu anasema kwamba msafara huo ulipokuwa umetoka hat umar alikuwa hakushauriana na watu hadi kufikia sirar, na alipofika sirar ndipo akashauriana nao. hatalha akarejea naye pia akaunga mkono na watu wote. hatalha alikuwa hayupo kule na aliporudi akasema ni sawa twende mbele, lakini hata abdurrahman alikuwa kati ya watu wale ambao walimzuia hat umar kwenda mbele, na sababu ya kumzuia aliyoieleza ndiyo hii ya kwamba akasema kwamba kabla ya leo sijawafanya wazazi wangu wajitolee kwa mtu yeyote isipokuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sitafanya hivi baadaye, lakini leo nasema ya kwamba ewe yule ambaye wazazi wangu wajitolee kwake, uamuzi wa mwisho wa swala hilo niachie mimi. na hat umar radhiyallahu anhu aliyekuwa khalifa wakati ule, hat abdurrahman akamwambia haya ya kwamba wewe ubaki kwenye maeneo ya sirar na jeshi moja kubwa ulitume mbele. Akasema kwamba tangu mwanzo hadi sasa umeishaona ya kwamba Mwenyezi Mungu ameamua nini kuhusu majeshi yako. Ikiwa jeshi lako likishindwa, basi kushindwa kwake itakuwa sio kama kushindwa kwako, lakini ikiwa mwanzoni mwa vita ukiuawa au kushindwa, basi nina wasiwasi ya kwamba kisha waislamu hawataweza kusoma takbira wala hawataweza kutoa shahada ya la ilaha illallah. Wakati ule maongezi hayo yalipokuwa yakijiri, hat umar alikuwa anamtafuta mtu fulani ambaye angeweza kumtuma akimfanya kuwa kiongozi wa jeshi. Wakati huo huo akapokea barua ya Hasad. Wakati yule Hasad alikuwa msimamizi wa mambo ya sadaka katika Najd. hat umar akamsikiliza hat abdurrahman bin auf na akasema, haya niambie kuhusu mtu fulani, nimteue nani na nimkabidhi nani? hat abdurrahman akasema, mtu umepata tayari. hat umar akamuuliza, ni nani huyo? hat abdurrahman akasema, simba wa pango, Saad bin Malik. Yani ni mtu shujaa mno na ni kamanda mzuri, hivyo umtume huyo kama kamanda. Watu wengine pia wakaunga mkono na ushauri huo. Hayo pia ni maelezo ya historia ya Tabri. Khalifa mtukufu anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapatia maswahaba na makabila mbalimbali mahala pa kuishi katika Madina, na akawapatia watu wa kabila la hat abdurrahman bin auf mahala palipokuwa nyuma ya msikiti wa unabii karibu na mitende. Kisha akawapatia hat abdurrahman bin auf na hat umar ardhi kama jaidadi yao. Kisha Zubair akainunua ardhi hiyo kutoka kwa watoto hat umar. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akamwahidi hat abdurrahman bin auf ya kwamba Mwenyezi Mungu atakapo wajalia waislamu wapate ushindi juu ya Syria, basi sehemu fulani ya ardhi utaipata wewe. Hivyo katika zama za ukhalifa wa Umar, Islam ilipopata ushindi nchini Syria, hata Abdurrahman bin Auf akapatiwa ardhi yake, na maeneo yale yalikuwa yanaitwa Salil, ambapo alikuwa ameahidiwa kupatiwa ardhi. Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu akapata bahati nyingine ya kwamba
mtume sallallahu alaihi wasallam akasali nyuma yake. Hivyo hat Mughira akaeleza ya kwamba yeye alishiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Tabuk. hat Mughira anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya sala ya alfajiri akaenda kujisaidia, mimi nikambebea birika ya maji. mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea kwangu pale nilipokuwa nimesimama kidogo mbali, alipokuja kwangu nikaanza kumiminia maji juu ya mikono yake. mtume sallallahu alaihi wasallam akaosha mikono yake kwa mara 3, kisha akaosha uso wake mtukufu, kisha akaanza kutoa mikono yake nje ya kanzu yake, lakini kwa kuwa mikono ya kanzu ilikuwa finyu, hivyo akaingiza mikono yake ndani ya kanzu na akatoa nje mikono yake kutoka chini na akaiosha hadi visugudi vyake, kisha akapukusa juu ya soksi zake na akazisafisha, kisha akaelekea mbele. Mughira anasema mimi pia nikafuatana naye hadi tukawakuta watu ambao walikuwa wamemfanya Abdurrahman bin Auf kuwa imamu wao na yeye alikuwa akiwasalisha sala. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akaikuta raka moja katika raka 2. Raka moja ilikuwa imeshapita tayari na watu walikuwa katika raka ya 2 ya sala ya alfajiri. mtume sallallahu alaihi wasallam akasali raka ile ya 2 pamoja nao na akasimama pamoja nao katika safu. hata Abdurrahman bin Auf alipomaliza sala na mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama ili aweze kumaliza sala yake na asome raka yake iliyokuwa imeachwa, hapo waislamu wakashikwa na wasiwasi nao wakaanza kufanya tasbih sana. mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza sala yake akawaelekea na akasema, nyinyi mmefanya sawa, au akasema mmefanya vizuri. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kuswali kwao kwa wakati akawapongeza sana. hat Mughira anasema ya kwamba tulipofika kule nilifikiri nimfanyie Abdurrahman aende nyuma, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema acha tu na muache aendelee kusalisha. Baada ya swala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kila mtume katika maisha yake huwa anaswali nyuma ya mtu mwema wa umma wake. mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia bahati nyingine kubwa na akasema kwamba ni vizuri kwamba umesalisha, bali akasema ya kwamba kusali kwangu nyuma yako ni uthibitisho wa jambo hili ya kwamba wewe ni mtu mwema. Katika riwaya moja imeelezwa ya kwamba Abdurrahman bin Auf kabla ya azuhuri alikuwa akiswali sala za nafal kwa muda mrefu, na kila alipokuwa akisikia sauti ya azana mara moja alikuwa akija kwa ajili ya swala. Msimuliaji mmoja anaeleza ya kwamba nilimwona Abdurrahman akifanya tawaf ya nyumba takatifu na alikuwa akifanya maombi haya ya kwamba, ewe Mungu nisalimishe kutoka ubahili wa nafsi. hat Abdullah bin Umar anasimulia ya kwamba mwaka ambapo hat Umar alipochaguliwa kuwa khalifa, mwaka ule yeye alikuwa amemteua Abdurrahman bin Auf kama amiri wa hija. Imesimuliwa kutoka kwa Abu Salma bin Abdurrahman, yeye anaeleza ya kwamba safari moja hata Abdurrahman bin Auf alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na malalamiko ya kupata chawa nyingi, na akamwomba akisema, ewe mtume wa Mungu, je, utaniruhusu kwamba nivae mavazi ya hariri? Huzur anasema labda kwa sababu ya mavazi ya kawaida ya pamba na katani au kwa sababu fulani atakuwa amepata chawa nyingi kichwani mwake na zitakuwa hazikuisha. Wakati ule akaomba ruksa ya kwamba nivae mavazi ya hariri, labda kwa sababu yake nitapata unafuu kiasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia ruksa ya kuwa haya sawa, unaweza kuvaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar walipofariki dunia na hat Umar akawa khalifa, Abdurrahman bin Auf pamoja na mwanae Abu Salama akamwendea hat Umar
abu salama alikuwa amevaa shati ya kihariri. Hazrat umar akasema, umevaa nini hiyo? kisha Hazrat umar akaingiza mkono wake katika kanzu yake na akaichana. Hazrat Abdurrahman bin Auf akamwambia Hazrat umar, je, hujui ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amenipatia ruhusa? Hazrat umar akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekupatia ruhusa kwa sababu wewe ulikuwa umemweleza shida yako ya kupata chawa, na ruhusa hiyo ilikuwa kwa ajili yako tu na si kwa ajili ya mtu yeyote mwingine. Imesimuliwa na Saad bin Ibrahim ya kwamba Abdurrahman bin Auf alikuwa anavaa shuka fulani na alikuwa anatumia shuka ambayo bei yake, thamani yake ilikuwa 400 au 500 dirhamu. Khalifa mtukufu anasema kwamba hali hii pia ilimfikia, ambapo alikuwa anavaa mavazi yenye thamani kubwa. Na angalieni jinsi Mwenyezi Mungu alivyomjalia kwa fadhili zake. Alipohamia alikuwa hana chochote, lakini baadaye akavaa mavazi mazuri yenye thamani kubwa na Mwenyezi Mungu akamjalia mali nyingi. Hata Abubakar wakati wa kifo chake alikuwa amemteua Hazrat Umar kwamba atakuwa khalifa baada yake. Yeye alipokuwa ameamua kufanya hivyo, wakati huo akamwita Hazrat Abdurrahman bin Auf na akamuuliza kwamba, niambie una rai gani kuhusu Umar? Hata Abdurrahman bin Auf akasema, ewe khalifa wa mtume, yeye ukimlinganisha na watu wengine ni bora zaidi kuliko rai yako, lakini kidogo ana tabia kali. Hata Abubakar akasema ya kwamba ukali huo ulikuwa kwa sababu ya upole wangu. Nilikuwa mpole sana, ndiyo maana yeye alikuwa na tabia kali, ili mambo yakae sawa. Kisha Abubakar akasema ya kwamba atakapokabidhiwa jukumu hilo, basi mambo mengi ya namna hii atayaacha tu, kisha hutaona ukali katika tabia yake. Kisha akasema, ewe Abu Muhammad, nimemwona Umar kwa umakini sana, ya kwamba pale ambapo nilikuwa namkasirikia mtu fulani katika jambo fulani, Umar alikuwa akinipatia ushauri wa kumrizia, na wakati ule Hazrat Umar alikuwa akitoa ushauri wa kutumia upole, na pale nilipokuwa namtendea fulani kwa upole, alikuwa akinishauri nimtendee kwa ukali. Kisha Abubakar akasema, ewe Abu Muhammad, mambo haya niliyokuambia usiyaeleze kwa mtu yeyote mwingine. Hata Abdurrahman bin Auf akasema, sawa. Baada ya ushindi wa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowatuma vikundi mbalimbali katika maeneo tofauti, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Hazrat Khalid bin Walid kwa Banu Juzima. Banu Juzima katika zama za ujahilia walikuwa wamewaua baba yake Hazrat Abdurrahman bin Auf aitwaye Auf, na baba mdogo Hazrat Khalid Fake bin Mughira. Hazrat Khalid akamua mtu wa kabila lile kwa makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa yake, ye hakuipenda hiyo na akatoa kisasi chake na yale aliyekuwa ameyachukua Hazrat Khalid kutoka kwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayalipa yote. Abdurrahman bin Auf alipojua kuhusu kitendo hiki cha Hazrat Khalid, Hazrat Abdurrahman bin Auf akamwambia Hazrat Khalid ya kwamba, je, umemua mtu wao kwa sababu walikuwa wamemua baba yako mdogo? Hazrat Khalid akasema kwa hasira kidogo kwamba walikuwa wamemua baba yako vile vile. Na Hazrat Khalid akasema kwa kuongeza kwamba unataka kurefusha sana siku hizi, yani labda unapenda kujinufaisha nazo, kwa kuwa wewe ulitutangulia katika kuamini
na kwa kuwa wewe ni miongoni mwa wale waliotangulia katika imani, hivyo jambo hilo unajivunia nalo na ndiyo maana unasema hayo. Jambo hilo likamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, acheni maswahaba zangu, na hapa kwa yule ambaye uhai wangu umo mkononi mwake, ikiwa mmoja wenu atatumia dhahabu sawa na mlima wa Uhud, hata hivyo hataweza kuyafikia malipo walioyapata kwa kutumia kiasi kidogo tu. Yani watu hawa wana cheo kikubwa mno. Khalifa mtukufu anasema ya kwamba maswahaba hawa wa mwanzoni walikuwa wamejitolea sana na hakuna awezaye ushindana nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu Abdurrahman bin Auf ya kwamba yeye ni kiongozi wa viongozi wa Waislamu, na pia akasema kuwa Abdurrahman ni mwaminifu huko mbinguni na pia ni mwaminifu hapa ardhini. Safari moja hata Abdurrahman bin Auf aliugua vibaya sana hadi akashikwa na hali ya mahututi, na mke wake kutokana na ugonjwa wake na kutokana na huzuni akaanza kupiga kelele, akashtuka na akahuzunika. Lakini baadaye Abdurrahman akapata kupona na afya yake pia ikaimarika. Alipopona akasema, Abdurrahman akasema kwamba nilipokuwa nimeshikwa na hali hiyo, nikaona katika ruya kwamba watu wawili wamekuja kwangu na wamesema kwamba uende ili uamuzi wako ufanywe mbele ya dhati aliye na mamlaka na mwaminifu. Hapo mtu wa tatu akakutana nao na akasema kwamba msiende naye, kwani huyo ana bahati njema tangu alipokuwa tumboni kwa mama yake. Abdurrahman akayaona hayo kuhusu yeye mwenyewe. Naufal bin Ayas Fuzli anasema ya kwamba hata Abdurrahman bin Auf alikuwa anakaa katika kikao chetu. Alikuwa rafiki mzuri sana. Siku moja akatupeleka nyumbani kwake, akaoga na akatoka nje na akatuletea chombo kilichokuwa kimesheheni chapati na nyama. Kisha sijui ilikuwaje akaanza kulia. Tukamuuliza, ewe Abu Muhammad, kwa nini unalia? Akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliaga dunia hii katika hali hii ya kwamba yeye na watu wa ahli zake walikuwa hawapati chapati ya ngano. Kisha akasema kwamba sijui kama sababu iliyotufanya tupewe muhula na tumepata nafasi ya kuishi zaidi ni nzuri kwa ajili yetu, au ni mtihani fulani, au ni majaribio yoyote. Zura anasema kwamba hizi zilikuwa hisia za maswahaba na hofu ya Mwenyezi Mungu na hisia zao kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili ya watu wa ahli zake, na hisia hizi zilikuwa hazihusiki na Mtume sallallahu alaihi wasallam na ahli zake tu, bali hata kwa ajili ya maswahaba pia walikuwa wakionyesha hisia zao za upendo usio na kifani ambao ulikuwa unapatikana baina ya maswahaba. Lipo tukio jingine la aina hii. Siku moja wakati wa kufuturu, hata Abdurrahman bin Auf aliletewa vyakula vya aina vilipowekwa kwenye meza ya chakula, na Abdurrahman akachukua kipande chake ili aale. Hapo akashikwa na hisia za huzuni, ndipo akaacha kula na akasema, Musa bin Umair aliuawa shahidi katika Uhud. Yeye alikuwa bora kuliko sisi, na shuka yake ndiyo iliyofanywa kuwa sanda yake. Yani sanda ilikuwa haipo, hivyo shuka aliyokuwa ameivaa ndiyo ikavishwa kama sanda, na sanda ile ilikuwa na hali hii ya kwamba tukifunika miguu
kichwa chake kilikuwa kinabaki wazi, na tulipokuwa tukifunika kichwa miguu yake ilikuwa inabaki nje. Kisha akasema kwamba Hamza akauawa shahidi, naye pia alikuwa bora kuliko mimi, lakini sisi tukajaaliwa wingi wa mali na starehe za dunia na tukapata sehemu zake za kutosha. Ninaogopa tusije tukapewa malipo ya wema wetu katika dunia hii. Kisha akaanza kulia machozi na akaacha kula chakula. Hii ndiyo hofu ya Mwenyezi Mungu waliyokuwa nayo. Ummul Mu'minin Hat Salama anasimulia ya kwamba Hat Abdurrahman bin Auf alimjia na akasema, ewe mama yangu, ninaogopa ya kwamba wingi wa mali yangu usije ukaniangamiza, kwani mimi ni tajiri zaidi kuliko watu wote wa Quraysh. Mama akasema, mwanangu, toa katika njia ya Allah na hutaangamia, kwani nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba watakwepo baadhi ya marafiki zangu ambao nikitengana nao basi hawataweza kuniona tena, yani hawataweza kuifikia makamu ile. Hata Abdurrahman bin Auf alipotoka nje, njiani akakutana Hat Umar. Yeye akamweleza Hat Umar habari hiyo. Hat Umar mwenyewe akaja kwa Hat Salama na akasema ya kwamba mimi nakuuliza nikikupa kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba je, mimi ni kati yao wale ambao hawataweza kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Salama akasema, hapana, wewe haumo kati ya wale, lakini baada yako siwezi kusema kuhusu mtu mwingine ya kuwa yeye ataweza kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam au la. Khalifa mtukufu anasema, lakini ieleweke na kama ilivyoelezwa hapo kabla ya kwamba Abdurrahman bin Auf ni miongoni mwa wale watu ambao ni ashra mubashira, yani ni watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewapatia habari njema ya kuingia peponi. Lakini hata hivyo watu hawa walikuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu kwa kiasi hiki ya kuwa muda wote walikuwa na fikra hizi, na aliposikia habari hiyo kutoka Hatume Salama akatoa sana sadaka katika njia ya Allah. Ipo riwaya moja hata Abdullah bin Abbas anasimulia ya kwamba Hazrat Umar alipotoka kuelekea Syria hadi akalifikia eneo la Sarag. Sarag ni jina la mji wa bonde la Tabuk unaopatikana katika maeneo ya mipaka ya Syria na Hijaz, ambao umbali wake kutoka Madina ni usafiri wa usiku 13. Hazrat Umar alipofika huko akakutana na kamanda wa jeshi Hazrat Abu Ubaida bin al-Jarrah na watu wake. Tukio hili lilitokea katika zama za ukhalifa wa Hazrat Umar baada ya kupata ushindi wa Syria. Wale watu wakamwambia Hazrat Umar ya kwamba katika nchi ya Syria janga la tauni limezuka. Hazrat Ibn Abbas anasema Hazrat Umar akasema ya kwamba nileteni wahamiaji waliotangulia kuhamia kwa ajili ya mashauriano ili nipate ushauri wao. Hazrat Umar akashauriana nao, lakini wahamiaji wakahitilafiana katika rai yao. Baadhi yao wakasema kwamba tusirudi nyuma bali tuende mbele, ilhali wengine wakasema kwamba katika jeshi hili wapo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo sio busara ya kuwaingiza katika janga hilo, hivyo ni vyema kwamba turudi nyuma. Hazrat Umar akawarudisha, kisha akawaita Maansar ili ashauriane nao na akaomba ushauri wao, lakini hata Maansar pia wakahitilafiana katika maoni yao. Baadhi wakasema turudi nyuma, wengine wakasema tuende mbele. Hazrat Umar akawarudisha Maansar na akasema, waiteni wazee wa Quraysh ambao wakati wa ushindi wa Makka walikuwa wamesilimu na walikuja Madina. Wao wakaitwa nao kwa pamoja wakatoa ushauri wakisema ya kwamba
pamoja na wanajeshi wote murudi nyuma na hakuna haja ya kwenda mbele kwa sababu huko mbele janga limetokea, hivyo usiende kule na watu wako. Umar akawatangazia watu kwamba wajiandae kurudi. Abu Ubaida bin al-Jarrah akamuuliza, je, tunaweza kukimbia kudra ya Mungu? Wewe unarudi kwa sababu ya hofu ya janga hili ambalo ni kudra ya Mungu tu. Je, tunaweza kukimbia nayo? Umar akamwambia Abu Ubaida akisema kwamba, ewe Abu Ubaida, lau kama mtu mwingine angesema jambo hilo, ndio sisi tukikimbia kudra moja ya Mungu tunakimbilia kudra nyingine ya Mungu. Kisha Umar akamtolea mfano akisema kuwa ikiwa una ngamia na unaingia nao katika bonde lililo na kona mbili, moja ina majani na nyingine ni kavu. Sasa ikiwa utawalisha ngamia zako katika maeneo yaliyo na majani, hiyo itatokana na kudra ya Mungu, na endapo utawalisha katika eneo la kavu, basi hiyo pia ni kudra ya Mungu. Sasa kudra ya Mungu imekuachia njia mbili, moja ni maeneo ya majani na maeneo mengine ni kavu na yana ukame na kuna vichaka na kule. Sasa kama unasema kwamba majani haya yametoka yenyewe na maeneo makavu yametokana na kudra nyingine, hapana, bali zote ni kudra za Mungu. Sasa hapo ni chaguo lako tu kwamba utachagua lipi, na ni dhahiri kwamba utawalisha ngamia katika maeneo ya majani. Msimuliaji anasema kwamba hata Umar aliposema hayo yote kwa hata Abu Ubaida, ndipo akaja hata Abdurrahman bin Auf, naye akasema kwamba mimi ninayo elimu ya swala hilo na ndiyo utatuzi wake. Mimi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba mkisikia taarifa ya mahala fulani ya kwamba ugonjwa ambukizi umezuka kule, basi msiende katika maeneo yale, na ugonjwa ukizuka pale ambapo mnaishi, basi msitoke nje ya maeneo yale na mubaki kule kule, ili ugonjwa pia usitoke nje na usisambae kwa watu wengine. Khalifa mtukufu anasema kwamba siku hizi dunia inaendelea kufuata agizo hilo katika kanuni ya kutotoka nje, na pale ambapo wamechukua hatua za haraka wameweza kudhibiti ugonjwa huo, na mahala ambapo hawakuweza kufanya au wameonyesha uvivu na wameghafilika nao, huko ugonjwa huo unaendelea kusambaa kwa kasi. Lakini jambo hilo la msingi ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaambia maswahaba zake mwanzoni kabisa. Hapo Umar akamhimidia Mwenyezi Mungu na akarudi nyuma. Miswar bin Makhrama anasimulia kwamba Umar bin Khattab alipokuwa katika hali yake ya kiafya akaombwa ya kwamba amteue mtu atakayekuwa khalifa baada yake, lakini yeye alikuwa akikataa. Kisha siku moja alikuja kwenye mimbari na akasema machache, na akasema, ikiwa nikifa, swala lenu litakuwa kwa watu hawa 6 ambao walimwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hii ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewarizia wote. Hata Ali bin Abu Talib na mfano wake hata Zubair bin Awam, hata Abdurrahman bin Auf na mfano wake hata Uthman bin Affan na hata Talha bin Ubaidullah na mfano wake hata Saad bin Malik. Akasema, ala, mimi na waamuruni nyote kwamba katika kuamua kwenu muzingatie ucha Mungu na mutumie uadilifu. Abu Jafar anaeleza ya kwamba Umar bin Khattab akawaambia wajumbe wa shura ya kwamba katika swala hilo mushauriane wenyewe kwa wenyewe, na ikiwa mtakuwa wawili basi mushauriane tena, na kama mtakuwa 4 na wawili basi idadi ya wengi ifuatwe.
Zaid bin Aslam anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba Hazrat Umar akasema, ikiwa kamati ikigawanika katika watu watatu, basi kundi ambalo Hazrat Abdurrahman bin Auf ataunga mkono nalo lisikilizwe na lifuatwe. Abdurrahman bin Said anasimulia kwamba Hazrat Umar alipoumia akasema, Suhaib atakuwa imamu wenu na ataswalisha swala. Na jambo hilo Hazrat Umar akasema kwa mara 3, na akasema kwamba katika swala lenu hili mushauriane, na swala hilo lipo kwa watu hawa 6, na yule atakaye kataa na atakaye onesha upinzani basi auawe. Na uchaguzi wa ukhalifa utafanywa baina ya watu hawa 6. Hat Anas bin Malik anasimulia ya kwamba Hat Umar muda mfupi kabla ya kifo chake alimtumia Abu Talha ujumbe, na akasema, ewe Abu Talha, wewe chukua watu 50 kutoka kaumu yako ya Ansar na uende kwa wale maswahaba 6, na kwa siku 3 usiwaache bila ulinzi hadi wamchague mmoja wao kuwa amiri. Ewe Mungu, wewe ni khalifa wangu juu yao. Ishaq bin Abdullah anaeleza, Talha pamoja na watu wake akasimama kwa muda mfupi juu ya kaburi la Umar, kisha akabaki pamoja na maswahaba wa Shura. Kisha wajumbe hawa wa Shura walipomkabidhi Abu Abdurrahman bin Auf swala lao ya kuwa yeye ana mamlaka ya kumchagua yeyote kuwa amiri, ndipo Talha pamoja na watu wake akaendelea kubaki kwenye mlango wa nyumba ya Abdurrahman bin Auf hadi bayati ya Uthman ikafanywa tayari. Salama bin Abu Salama anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba Abdurrahman bin Auf ndiye aliyetangulia kufanya bayati ya Uthman, kisha baada yake Ali akafanya bayati. Mtumwa aliyekuwa ameachwa na Umar aitwaye Umar bin Umaira anasimulia kutoka kwa babu yake ya kwamba Ali ndiye aliyetangulia kufanya bayati ya Uthman, kisha baada yake watu wengine wakafanya bayati yake. Ipo riwaya moja ya Bukhari isemayo kwamba Umar aliposimama kwa ajili ya kusalisha sala na akasema Allahu Akbar, ndipo akashambuliwa. Wakati huo katika hali ya majeraha, Umar akashika mkono wa Abdurrahman aliyekuwa amesimama karibu yake na akamfanya awe mbele, na wakati huo Abdurrahman akasalisha sala fupi. Muslim Maud radhiyallahu anhu akieleza mchango wa Abdurrahman bin Auf katika uchaguzi wa ukhalifa wa Uthman anasema hivi: Umar alipojeruhiwa na akajihisi kwamba muda wake wa mwisho umemkaribia, basi akafanya wasia kuhusu watu 6 ya kwamba wao wamchague mmoja wao kuwa khalifa. Watu hawa ni kama wafuatao: Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Waqqas, Zubair, Talha. Umar radhiyallahu anhu akamjumuisha Abdullah bin Umar ili ashiriki katika mashauriano, lakini hakumtaja kama mwenye haki ya kuwa khalifa, na akafanya wasia ya kwamba watu hawa wafikie uamuzi katika siku 3, na akamteua Suhaib kama imamu wa swala, na akamteua Miqdad bin Aswad kuwa msimamizi wa kamati ya mashauriano, na akamwagiza ya kwamba awajumuishe wote kwa pamoja na awashawishi ili waweze kufikia muafaka, na mwenyewe akiwa na upanga aendelee kuwalinda mlangoni. Khalifa mtukufu anasema ya kwamba katika riwaya zilizopita habari hii ya kuwalinda imeelezwa kuhusu Abu Talha, lakini Muslim Maud ametoa natija kutoka riwaya mbalimbali, ndiyo hii ya kwamba Miqdad bin Aswad ndiye aliyekuwa amepewa jukumu hili la kuwalinda hadi uchaguzi wa ukhalifa ufanywe. Na akasema ya kwamba kwa yule ambaye wengi wataafikiana naye wote wafanye bayati yake, na ikiwa yeyote akimkataa basi umue.
na ikiwa kila upande wa watatu basi yeyote atakayependekezwa na Abdullah bin Umar awe khalifa, na ikiwa wasiafikiane na uamuzi huo basi yule ambaye Abdurrahman bin Auf atamunga mkono awe khalifa. Maswahaba wote watano wakashauriana, lakini kwa kuwa wakati ule Talha alikuwa hayupo Madina, hivyo hawakuweza kufikia muwafaka wowote. Baada ya mjadala mrefu hata Abdurrahman bin Auf akasema, haya, yule anayetaka kujiondoa basi aseme tu. Lakini kila mmoja wao akakaa kimya. Ndipo Abdurrahman akasema, haya, mimi najiondoa. Kisha hat Usman akasema, haya. Kisha wengine wawili wakasema. Hat Ali akakaa kimya. Kisha yeye akachukua ahadi kutoka kwa Abdurrahman bin Auf ya kwamba yeye hatatumia upendeleo katika uamuzi wake. Yeye akaahidi kufanya hivyo na mambo yote yakaachwa kwa Abdurrahman bin Auf. Hat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu alizitembelea nyumba zote za Madina kwa siku 3 na akawauliza kina baba na kina mama ya kwamba sawa na maoni yao ni nani anayestahili kuwa khalifa. Wote wakasema kuwa wao wanamkubali Uthman awe khalifa wao. Hivyo akatoa uamuzi wake katika haki ya Uthman na Uthman akachaguliwa kuwa khalifa. Tunasema kwamba ipo riwaya nyingine iliyo ndefu ambayo nitaeleza katika kumbukumbu za Abdurrahman bin Auf, na ikihitajika itaelezwa tu, au inawezekana kwamba ielezwe kuhusu Uthman au kuhusu maisha ya Umar. Lakini hata hivyo ipo sehemu yake inayoeleza hali ya maisha ya Abdurrahman bin Auf. Yapo matukio ya sera na wema zake ambayo yataelezwa katika siku zijazo kwenye hutuba nyingine, Mungu akijalia. जिंदगी के बारे में वहाँ भी बयान हो सकती है. बहरहाल उसके बावजूद भी कुछ हिस्सा है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिंदगी के वाक़यात का, उनकी नेकियों का, उनकी सीरत का, वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा बयान होगा खुद में. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.